Naitwa Michelle Michael. Na swali hapa, mfano kuna familia ya mme na mke, alafu the husband anamtreat vibaya mke wake, like kumpiga and other stuffs. So afu I witness this the thing ambao wanapitia, alafu namwambia the woman kwamba let me help you go report to somewhere where you'll be safe. Alafu the woman ananiambia mimi siwezi nikafanya hivyo, I love my husband. Na you see kabisa kipiga anachokipitia ni ngumu kwa yeye kupita pale, sometimes you feel pity, how can you unaona kabisa anapigwa, huyu mtu anakufa, anapigwa, afu kimwambia twende tukaripoti anakataa. Sasa mimi namsaidiaje? And I'm willing to help. Jina langu naitwa Lydia Livingstone Luinga. Swali langu linatokana na scenario fulani hivi ambayo nilioangalia. Kuna mama alikuwa na kazi, baba naye alikuwa na kazi. Yule mama kazi zake alizokuwa anafanya zilikuwa zinampelekea anaweza kukata miezi 3 hajarudi nyumbani. Kwa hiyo baba alikuwa anatumia muda mwingi sana kuspendi na mtoto wake, afu mtoto wake alikuwa ni wa kike. Kwa hiyo na nyumbani alikuwa hamna mfanyakazi, alikuwa ni baba na mtoto. Kwa mama akiondoka, baba huku nyuma anamfanyia ukatili mtoto wake. Akawa anamfanyia ukatili, yani alianza kumfanyia ukatili ule mtoto kuanzia akiwa na miaka 5 hadi amekuwa dada mkubwa ambaye anaenda chuo. Amemfanyia ukatili, kama ni kumbaka, alimbaka kiasi kwamba yule dada alitoa mimba karibia 3. Alikuwa akifanya ukatili, baba alikuwa ashatengeneza hadi daktari wake kwamba ikitokea umebeba ujauzito anaenda kwa daktari, daktari anamfanyia hiyo, anatoa mimba. Kwa alimfanyia ukatili. Sasa na yule mtoto alikuwa hayuko karibu na mama, kwa sababu mama alikuwa akirudi tu anakaa dakika chache anaondoka tena. Kwa mtoto alikuwa ana mtu wa kumwambia, kwa akawa anaumia ndani. Sasa baadaye kweli binti akaja ndio akapata mchumba akamuelewa, akamuelezea. Mchumba akamfanyia wakaenda polisi. Sasa swali langu ni kwamba yule, kutokana na scenario na inatokea kwenye maisha yetu ya kawaida, yule ndio yule baba alichukuliwa hatua za kisheria. Yule mama kama ni dawati anakosa gani? Yani kosa lake ni lipi? Na pia ni hatua zipi zinachukuliwa kwa mtu kama huyo, kwa mama kama huyo? Mimi swali langu ninauliza hivi, wale wanawake na wanaume ambao aidha wanaoa na kuolewa chini ya umri wa miaka 18, je, huo ni ukatili au sio ukatili? Na kama ni ukatili, serikali inachukua hatua gani juu ya watu? Kwa majina yangu mimi naitwa Margaret Peter. Mimi swali langu ni kwamba hivi, mfano hivi kule hivi mtaani unakuta ukiwa unapanda hivi vyombo vya usafiri, unakuta wale wapiga debe au makonda wanakuambia sister panda. Ukikata kupanda, yani wakati unapanda hivi inawezekana akakushika zile sehemu zako za mwili, kifua au makalio. Ukikataa wanakutukana, yani wanatumia lugha chafu hizi za nguoni. Hapo hivi mtanisaidiaje? Naitwa Juliana Matokeo. Swali langu ni hapa. Sawa, mtu kashtaki amefanywa ukatili, aidha amebakwa au amelaitiwa. Kweli huyo mtu kapelekwa mahakamani. Ni vitu vingine, ni vitu gani tena mnamfanyia huyo muathirika? Unajua kwenye kubaka unaathirika psychologically. Kwanza unaweza kupata mimba. Sio kupata mimba utajisikia kwamba hufai kwenye jamii. Utajichukulia kwa mtazamo mwingine, anaafektiwa psychologically. Mnamsaidiaje? Alolaitiwa na tunajua matatizo ya kulaitiwa. Ina maana kwamba hata mwili wake utakuwa stable tena kuwa kama kawaida, hali yake ya kawaida. Mnamsaidiaje? Au just yeye mwenyewe ndo anakuja kutafuta utaratibu wake kurudi sawa? Kwa majina naitwa Alisa Alfred Daudi. Imeonekana kwenye jamii ukatili wa kijinsia imekuwa ni kama kitu ambacho kimeshindwa kuzuilika. Yani kweli elimu zinatolewa, watu tunasikia kama hapa wote tumesikia, na kila mtu anajua kabisa kwamba kitendo fulani kikifanyika ni ukatili wa kijinsia. Lakini imekuwa ni tatizo ambalo limeshindwa kukabiliwa, yani kwamba ifikie basi acha at least 70% kwamba ukatili wa kijinsia usiweze kuendelea. Inavyosemekana kwamba yani ukatili wa kijinsia unaendelea katika jamii, taarifa huenda kweli inaweza ikatolewa,
lakini efficiency ya kufanyia kazi lile tatizo lililotolewa imeonekana kuwa ni ndogo. Natoa hivi kwa sababu na experience na hicho kitu. Yaani nilishuhudia familia ambayo kweli ina ukatili wa kijinsia unaendelea kwenye familia na taarifa kila siku zinatolewa, lakini wamekuwa ni watu ambao hawajawahi kupata msaada ambao umefikia mwafaka, yani umefikia mwisho, labda sasa wakabaki kuishi kwa amani, wakabaki yani hivyo, yani kwamba tatizo likaonekana kufikia mwisho. Yani kwa upande wenu nyie, yani mmewekaje mikakati ya kwamba basi at least tukipata yani kwamba kisa fulani au tatizo fulani limetokea sehemu fulani au mtu fulani kafanya ukatili huu sehemu fulani, tunalifanyiaje kazi likafikia mpaka mwisho? Au tofauti na kutoa elimu katika jamii kama hivi kwa watu, maana unavomwambia mtu sio kila mtu ni rahisi kutoa taarifa, yani kwenda kupeleka sehemu fulani taarifa kwamba kuna ukatili wa kijinsia nimeuona kama hivi, hao wengine hawawezi kwenda. Yani uhakika wa kazi yenu mnayoifanya kufikia yani kwamba iwe yani ifikie kwamba asilimia at least ni kubwa, kwamba tunaweza kulifanyia kazi hili tatizo, basi tumelimaliza lote. Maana imeonekana kweli mnatoa elimu, kazi inaonekana kuna dawati la jinsia, kuna sehemu ya ustawi wa jamii, lakini kazi haifanyiki ile, yani kuonesha kwamba kweli ukatili wa kijinsia umepungua katika jamii. Kwa jina langu naitwa Janet Abel Jacob. Kuna wale watu ambao wanafanya, yani mimi nipo kwenye jamii nazungukwa na watu wengi. Sasa tunapokuwa pale kuna watu wanaweza akafanyiwa, labda ni jirani au mtu nimemwona amefanyiwa kitendo cha unyanyasaji ambacho sio kizuri. Mimi kama binafsi nimeona ni cha unyanyasaji kama mlivyotuelezea. Sasa mimi nawezaje nikamsaidia yule mtu? Kwa namna moja au nyingine unakuta labda amechomwa mikono au amefanyiwa ulawiti lakini amefungiwa ndani au amemweka kwenye mazingira fulani ambao hataki kusema. Sasa mimi kama mtu kwenye jamii nimeona na nimepata hii elimu, nawezaje nikamsaidia huyo mtu? Naitwa Beatrice Josephat Michael. Nilikuwa na swali kuhusiana na alichouliza huyu dada. Yaani amesema hivyo, kwa mfano ameona mtu anatendewa ukatili, alafu yule mtu ameshindwa kutoa taarifa. Yaani yeye anahitaji kwenda kumtolea taarifa yule mtu kwamba anatendewa labda kitendo cha ukatili. Kwa upande mwingine inaweza kuta kuna yani viongozi na wao watu wenye vyeo wanawatendea hivyo watu ukatili. Alafu yani anatoa kitendo yani cha vitisho. Yani ukienda kutoa taarifa atakufanya labda kuue au akufanyia chochote kile ambacho nawe kitakuathiri unaenda kutoa hiyo taarifa. Sasa hapo hivi mtanilindaje mimi ambao naenda kutoa taarifa? Ili kupigwa. Wale utakaowapelekea taarifa tunaanza kufanya uchunguzi wa chini kuona kama kweli hicho kitu kinatokea. Kwa hata yeye akikataa, lakini sisi tukafanya uchunguzi tukaona ni kweli hicho kitu kinafanya, tunajua namna gani tunaweza kuwafanya wakakata. Nataka niongezee eneo lingine la kutoa taarifa. Ni namba 116. Tuseme wote 116. Hii namba ni namba ya simu. Unatoa taarifa ni bure. Na inahusisha mitandao yote. Iwe ni Voda, unatumia line ya Voda nini. Kwa hiyo unaweza ukatumia pia, badala ya kwenda ustawi, dawati au wapi, unaweza tukatoa taarifa kupitia hii namba ya simu. Hii namba ya simu inashughulikia masuala ya ukatili. Ukipiga ni bure. Wataalamu mbalimbali wanaohusika na masuala ya ukatili watapokea na watawasiliana na wataalamu wa eneo husika. Kwanza kabisa yule mtu kama mfano amekubaka, na kweli watu wanabakwa, hizi kesi tunakutana nazo. Wanabakwa, wanalawitiwa, wanaambiwa mkisema nitakuua au ukisema nitawaua wazazi wako. Unapokuja kutupa si taarifa, zile taarifa tunazifuatilia kwa usiri mkubwa. Lakini pia tunamkamata yule mtuhumiwa. Nimesema natokea dawati la jinsia, polisi. Sawa Yule mtu aliyekutisha wewe atakamatwa. Akisha kamatwa pale kuna hatua tunachukua. Tutamhoji, tutataka ushahidi, atapelekwa mahakamani. Kama kuna vitisho vyote pia tutamwambia na tutaviweka pia kwenye maelezo yako. Ile itamjengea pia yeye kama ni kifungo. Tumeshasema kubakwa ni miaka mingapi jamani? Kifungo ni miaka 30. Kulawiti maisha. Tunasema anafungwa maisha akipatikana na hatia. Kwa hiyo wewe kuwa salama ni rahisi, kwa sababu yule aliyekutendea kitendo kwanza anakamatwa. Haijalishi ni kiongozi gani. Hakuna mtu yote ambaye yupo juu ya sheria.
umetishiwa na mtu yoyote, yani hata angekuwa kwenye wilaya ni mkubwa kiasi gani, hata kama ni wa mkoa, hakuna aliyepo juu ya sheria. Unapovunja sheria unakamatwa na unachukuliwa hatua kama kawaida. Sisi hatuangalii kwamba ni nani, kwamba huyu sijui ni yuko juu, yuko kwenye ngazi gani, kwamba huyu akikamatwa sijui atafanyaje. Hapana. Taratibu zinafuatwa, anakamatwa na anachukuliwa hatua kama kawaida. Nadhani nimekujibu. Lakini baadaye pia tutakuona, utakuja hapa tuzungumze ana kwa ana, labda tukusikize kwa undani zaidi. Lakini kwa jinsi ulivyoongea hapo, mimi naomba nikutoe hofu kwamba changamoto za ukatili wa kijinsia, lakini sio kijinsia tu, hata dhidi ya watoto unashughulikiwa kwa Biharamulo. Tunapotoa kwamba tunatoa elimu, tunamfungua mtu ajue kumbe hiki kitendo anachofanywa kumbe ni ukatili. Tumeshuhudia kesi nyingi tu nyumbani kutoka tuna elimu tunayoitoa imewapa watu uelewa, wanajua kwamba kumbe hiki ni ukatili. Alikuwa ajui kama kitendo anachokifanywa ni nini, ni ukatili. Lakini anapopata elimu anafunguka. Anapata uelewa kwamba kumbe ni ukatili. Hatimaye tunawaona wanakuja kwenye maofisi, wanapata huduma na matatizo haya yanaisha. Changamoto iliyopo ni wanajamii kuacha kumalizana. Sawa? Kesi mwanajamii anaweza akatoa taarifa kabisa kwamba kuna ukatili nafanywa au jirani pale anafanywa ukatili. Kesi itafika mahakamani. Kesi siku ya ushahidi mtu anatafutwa haji. Mara ya kwanza, ya pili haonekani, ya tatu haonekani. Tunategemea kinachofuata ni nini? Si kesi itafutwa jamani. Wameshamkimbiza, ndugu wamemalizana, wamepeana hela huko, au anakuja nakataa, mimi aliyenifanyia hivi simjui. Sasa tutafanyaje? Si amesha au sio huyu aliyenifanyia? Au sio huyu? Anatani hostile. Anasema sio huyu. Sasa kesi hatimaye inaharibika, inaisha. Kwa hiyo sasa hapo kinachotakiwa, kama kweli tunataka kutokomeza hivi vitendo vya ukatili, ushirikiano uwepo baina ya waliofanywa ukatili pamoja na mamlaka zinazohusika kushughulikia hiyo kesi ili haki ipatikane. Na tumekuwa tukitoa ni kesi ni ushahidi, si ndio? Tunavyowafundisha nyinyi tunajua mna elimu na mnafahamu. Tunavyosema kesi ni ushahidi, hii aliyosema huyu inatokea ni kweli. Inawezekana ikaje tungatolea scenario, labda anakuja kushtaki mtu amelawitiwa au mtu amebakwa. Tunachukua labda sisi ametupa mtu mse kwamba pale nyumba ile kuna mtu kabakwa. Wakati wa haraka tunaenda kwa haraka, tunamchukua yule muhanga, tunamhoji vizuri, tunafuata taratibu zote za kesi. Sasa akisha kamatwa yule ndugu wa pale wanatoka, wanaenda kuelewana tena nyuma ya pazia. Wakati mwingine yule aliyekuwa amebakwa anatoroshwa, wanamuondoa kabisa ile eneo. Mnakuja kumtafuta mahakamani kwa ajili ya ushahidi, hayupo. Lazima yule mtuhumiwa kule ataachiwa. Akirudi kwenye jamii pale mnamuona mnasema kilichofanyika. Kwa hiyo kikubwa kama alivyosema afisa ustawi ni ushirikiano. Kwa hiyo ukiamua komaa mpaka mwisho. Sawa Awi. Naomba niongezee tena hapo kidogo. Tukija tukimuona mtuhumiwa yuko nje. Wakati mwingine watu wamekuwa wanatafsiri kwamba kesi imeisha. Labda kwa kesi za ubakaji. Jamani, hizi kesi za jinai kuna makosa ambayo mtuhumiwa anapata dhamana. Sawa, ni kweli amebaka, ni kweli amefanya ukatili labda wa kimwili. Sasa wakati shauri lake linaendelea, huyu mtuhumiwa ana haki ya kupata dhamana. Wakati mwingine amepata dhamana, yuko nje lakini kesi yake inaendelea. Sasa wananchi wamekuwa kitafsiri kwamba labda kesi imeisha. Ona sasa alibaka, amekamatwa, leo ameachiwa. Hapana. Sije tukasema kwamba kesi imefanya imeisha. Huyu mtu yuko nje kwa dhamana, shauri lake au kesi yake bado inafanya inaendelea. Tumeelewana? Maana kesi ni process. Sio kitendo cha siku moja, 2, 3 kesi imeisha, hapana. Inachukua muda. Lakini kufikisha hii elimu katika jamii tunamaanisha nini? Wazazi pia kuwa karibu na watoto. Na sasa hivi kuna kampeni mbalimbali. Hata kama unakuwa mbali kimajukumu, unaporudi jaribu mama kama mzazi akae na binti yake, akae na mtoto wake wa kiume ili kufahamu ni tatizo gani ambalo linampata yule mtoto. Lakini hata ukiondoka kwenda kwenye majukumu mengine, kuna jamii unaishi nayo, wawezekana marafiki, lazima unajaribu hata kwamba watu jenga karibu na watu angalau wa kuangalizia familia yako. Tumeelewana jamani? Taarifa itolewe mahali popote.